Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran imetoa pendekezo la kumaliza vita na Marekani huko Islamabad. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema amewasilisha maoni na mitazamo ya Tehran kuhusu namna ya kumaliza vita katika mkutano na mkuu wa majeshi ya Pakistan mjini Islamabad. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Bwana Abbas Araghchi amekutana na Asim Munir pamoja na viongozi wengine huko Islamabad na ametoa pendekezo la Iran juu ya kumaliza vita kati ya nchi yake ya Iran dhidi ya Marekani na Israel katika eneo hilo. Hata hivyo, inaonekana kuwa waziri huyo alifika katika mji huo wa Pakistan, lakini hakwenda kwa ajili ya mazungumzo na Marekani kama ambavyo Marekani waliripoti kwamba wakati huu Iran imekubali kwenda kufanya mazungumzo na Marekani. Hata hivyo, Marekani iliwapanga baadhi ya wajumbe wake akiwemo Steve Witkoff na mkwe wa Rais Donald Trump Jared Kushner kwamba wangekwenda Pakistan kwa mazungumzo na Iran siku ya jana Jumamosi, lakini hakukuwa na taarifa kutoka Iran kwamba wao wameenda kwa ajili ya mazungumzo. Taarifa iliyotolewa kupitia vyombo vya habari nchini Iran ni kwamba mazungumzo ya waziri wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi yalikuwa ni kwa ajili ya kuzungumza na viongozi wa Pakistan, na katika safari hii ama katika mazungumzo hayo ambayo waziri wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi ameyafanya huko Islamabad ni kutoa masharti ya mazungumzo na Marekani. Ikumbukwe kwa muda mrefu kulikuwa na mazungumzo yalikuwa yakifanyika kati ya Marekani na Iran, lakini mazungumzo haya yalikuwa yakiishia katikati, lakini hatimaye Marekani ilikuwa ikianzisha mashambulizi dhidi ya Iran, jambo ambalo wakati huu Iran imekuja na masharti ya namna ya kufanya mazungumzo na Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi akiwa huko Islamabad mnamo Jumamosi ya jana ya Aprili 25 amewasilisha kwa Pakistan mapendekezo ama masharti ya nchi yake kuhusu namna ambavyo wataingia kwenye mazungumzo ya usuluhishi na Marekani. Chanzo kinachohusika na majadiliano hayo kutoka Pakistan kimesema waziri huyo wa mambo ya nje wa Iran ameorodhesha masuala yenye utata katika matakwa ya Marekani kwenye mazungumzo hayo. Hayo ni kulingana na chanzo kutoka Pakistan ambayo ndio msimamizi wa mazungumzo hayo. Hata hivyo, miongoni mwa mambo ambayo yanatajwa kwamba Iran imeyapendekeza kwa Pakistan ni pamoja na kwamba Iran haitaki mapendekezo yasiyotekelezeka. Iran imekwisha weka msimamo wake kuwa haitokubaliana na matakwa yasiyotekelezeka katika mazungumzo na Marekani baada ya kuwasilisha mapendekezo kwa Iran. Araghchi ameondoka Pakistan na ujumbe wake kuelekea Oman muda mfupi baada ya kutoa mapendekezo hayo, na anatazamiwa pia kwenda nchini Urusi kwa ajili ya kukutana na viongozi wa nchi hiyo na wanadiplomasia nguli akiwemo waziri wa mambo ya kigeni Sergei Lavrov ili kujadiliana zaidi namna ya kumaliza uhasama katika eneo hilo la Mashariki ya Kati kati ya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Miongoni mwa mapendekezo ambayo Iran imeyatoa kwa Pakistan ili waweze kufikia makubaliano ni pamoja na suala la nyuklia. Iran imetoa mapendekezo kuhusu suala la nyuklia ambalo kwa namna ya kipekee Marekani wakati huu inataka kuchukua uranium iliyorutubishwa nchini Iran, na kwamba Iran haitoruhusiwa kurutubisha uranium kwa muda wa miaka 20, jambo ambalo Iran inasema halitotekelezeka na halitowezekana. Jambo lingine ambalo limekuwa ni la utata zaidi ni namna ya Marekani inavyotaka kupambana na utawala na kuangusha utawala huo, ni jambo ambalo pia halitowezekana. Lakini pia jambo jingine la tatu ambalo pia ni gumu ni namna ambavyo Marekani na Israel wanataka kuhakikisha Iran haiwi na makombora ya masafa marefu, kwa maana Iran iharibu makombora yake ya masafa marefu. Hilo ni jambo lingine ambalo pia haliwezekani kwa sasa. Hayo ni mambo matatu yaliyotajwa na wachambuzi kwamba Iran haikubaliani nayo. Iran kwa sasa ambayo imesema haitatengeneza silaha za nyuklia, imesema haitaki jukumu lolote la kuzungumzia suala la nyuklia, lakini pia moja kati ya mambo ambayo yanaelezwa ni kwamba Iran imekubali kutorutubisha uranium kwa muda wa miaka 5, lakini uranium yake iliyorutubishwa lazima ibaki ndani ya nchi yao. Basi mtazamaji, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka na wewe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uweze kufahamu ni nini ambacho kinajiri katika ulimwengu.